Komando wa Yesu. Bwana Spika, nataka kuanza na hii mambo ya security. Mambo ya usalama Kenya imedorora kila mali, kila kona ya nchi. Saa hii kila mtu amekuwa goons. 80% ya Wakenya wote ni goons. Saa hii ukienda kama Western, hapa Kakamega kuna kikundi inaitwa 42 Brothers inasumbua watu. Ukienda pale Busia kuna kikundi inaitwa Jobless Corner, vijana wanasumbua watu. Saa hii ukiangalia waziri wa usalama Murkomen ni mwanasiasa, hata juu kazi yake nini. So sisi tunasema hii serikali ya UDA ya Wilbaro, saa hii nyinyi mko kwa power, mko kwa uongozi, angalia mambo ya security Kenya. Waje kuangalia hata hapa sisi, hata wenye tutaishi hapa vitongoji za Soweto hakuna security. Saa hii polisi wale wa kutembea kuchukua pesa kwa changaa kwa vilabu wakizunguka, hakuna security Kenya. So wale wenye mko kwa power saa hii mnasema mnaongoza nchi, angalia mambo ya security. Security ni shida Kenya mzima. Point number 2, nikienda kwa ndugu yetu Edwin Sifuna, ukiona mtu inarusha mao kila wakati, jua matunda mazuri yako pale. So saa hii tumeona kila mtu kila kona. Saa hii nimetoka upande wa Maranga, nimesikia tu kila mtu anaongelea story ya Sifuna. Huyu Sifuna ako na nini? Sifuna ako na nini, mtuambie. So nyota ya Sifuna imeshaonekana. Nyota ya Sifuna imeshaonekana kwa Kenya. Na saa hii kama wewe maisha imekuumiza, shule imekuumiza, kila kitu imekuumiza, so ni wakati ni wako. Sasa tumeona kijana anaitwa Sifuna amejitokeza na anaenda kusimama president 2027. So hii ni wakati ni wako. Kama unataka kurudi kwa maisha ngumu yenye tumeona saa hii ya Kasongo, rudi huko. Lakini sisi tumeona 2027 tunasimama na huyu kijana anaitwa Sifuna, naenda kutupatia mwelekeo. Asante sana Bwana Spika.